Michongo TV. Mafanikio ya soko la ndani. Soko tunalolizindua leo lilianza mwenyekiti tarehe 4 Mei 2019. Na hadi sasa kiasi cha dhahabu kilichouzwa kwa wiki mbili nimeambiwa ni gramu 250.7. Na kupitia mauzo haya tumekuwa na mrabaha wa serikali wa milioni 1,316,140.5 na service levy ya 56,406.02. Wakati kabla ya soko kwa mwezi kama nilivyosema mwanzoni ilikuwa inakwenda takwimu chini ya gramu 400, gramu 300. Kwa hiyo kwa leo ni wiki mbili tu bado hata ile awareness sio kubwa ya watu wote kutumia ile soko. Nadhani kwamba inaweza kuleta watu wengi na mapato mengi kwa wananchi wenyewe, lakini kwa serikali. Ndugu wananchi, ni matumaini yangu kwa soko hili litakuwa na tija kubwa, na hivyo tuna wajibu wa kuhakikisha kuwa soko hili linastawi na kuwanufaisha walengwa. Katika kuhakikisha soko hili linafikia malengo ya kuanzishwa kwake, tunaiomba Wizara ya Madini, hasa mwenyekiti wetu kwa hapa, haya wewe ndio unayosimamia, kwanza ishirikiane kwa karibu na serikali ya mkoa kusimamia soko hili kikamilifu na kwa ufanisi ili ilete manufaa yanayokusudiwa. Lakini pili, kupitia Tume ya Madini ihakikishe inakamilisha ufungaji wa miundombinu na vifaa tumeshaliongelea vyote muhimu, na uwepo wa rasilimali ya watu wa kutosha ili soko hili lifanye kazi kwa ufanisi. Tatu, iendelee kushirikiana na wadau wote muhimu kuandaa utaratibu maalum wa kutoa elimu kwa wachimbaji wadogo kuhusu namna soko linavyofanya kazi, faida zake na mambo mengine yatakayotangaza soko hili kwa mchimbaji na wafanyabiashara, na hivyo kulitumia soko ipasavyo. Nne, kuhakikisha viongozi na watendaji wote wa serikali wanasimamia kwa weledi, uaminifu na uadilifu sheria, kanuni na miongozo ya serikali kuhusu sekta hii ya madini kwa lengo la kudhibiti utoroshaji wa madini. Tano, watendaji wa idara na taasisi za serikali zote zinazohusika mkoani na sekta ya madini kuhakikisha wanaheshimu mipaka ya majukumu yao ili kulisimamia vizuri soko hili na kufanya kazi kama ilivyokusudiwa. Kushirikiana na vyama vya mashirikisho ya wachimbaji na wafanyabiashara wa madini kuandaa mpango kazi mahususi kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya soko hili ili lisigeuke kuwa kikwazo kipya kwa wachimbaji na wafanyabiashara wa madini. Vyombo vya ulinzi na usalama tutahakikisha vitoe ulinzi wa soko wa kutosha katika soko hili kwa muda wote. Na ndio maana ya kuwa mahala pa katikati ni rahisi hata vyombo kulimanage vizuri. Kwani katika utawala mshale sana ili watendaji mali zitakazo kuwepo, vitendea kazi na miundombinu yote iwe salama muda wote. Nadhani ili kulisimamia vizuri sana katika utawala. Sisi tukasikia stories zingine tena hapo itakuwa ni jambo la fedheha kwetu kama mkoa. Kuhakikisha maombi ya leseni za biashara na uchenjuaji wa madini ambayo hayajapatiwa leseni yanakidhi vigezo na kupatiwa leseni hizo kwa wakati ili kila mdau anayehusika na biashara kwenye soko hili atambulike kisheria. Ndugu wananchi, ndugu viongozi, kufuatia kuanzishwa kwa masoko haya ni wasihi wadau wote wa madini kulitumia soko hili na kuacha vitendo vya utoroshaji wa madini. Serikali kwa upande yeyote yule atakayejihusisha na utoroshaji wa madini, nimemsikia mwenyekiti wa tume hapa, nitoe tahadhari kwa wadau wote wa madini kuwa atakayekamatwa anatorosha madini atachukuliwa hatua za kisheria, ikiwemo utaifishaji wa madini atakayokuwa akiyatorosha. Hapo vipi? Namna nyingine. Kama mtakavyoona, lengo la serikali kuanzisha masoko ya madini ni nzuri na lina maslahi mapana ya nchi. Hivyo ni vyema tuhakikishe kuwa pamoja tunayalinda masoko haya, tunayatetea, tunayawezesha kadiri tunavyoweza. Kwa upande wa serikali tahakikisha masoko haya yanaendeshwa kwa njia shirikishi, wazi na uadilifu ili sote kwa pamoja tunufaike na soko letu hili.
Shughuli za uchimbaji madini ziliongezeka katika miaka 2003 kutokana na ongezeko la waombaji wengi wa leseni za uchimbaji wa dhahabu kwa halmashauri za Kondoa, Chemba, Chamwino na Bahi, na Vito kwa halmashauri za Mpwapwa, Kongwa na Chamwino. Wastani wa uzalishaji wa dhahabu kwa mwezi ilikuwa ni kilo kama 3 kwa wachimbaji wadogo, lakini ambayo ilikuwa inakuwa registered kwa kiwango cha chini sana, kama gramu 200 mpaka 500. Kutokana na wingi wa shughuli za madini katika mkoa wa Dodoma, tunaamini kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais ambayo leo ndio tunayatekeleza hapa, wananchi wa mkoa wa Dodoma watafaidika na uanzishaji wa soko hili la madini. Uanzishaji wa soko hili la madini unatarajiwa kutoa manufaa baadhi yafuatayo: kuwakutanisha wachimbaji na wafanyabiashara kwa lengo la kuuza na kununua madini, hivyo kuwapatia wachimbaji wadogo soko la uhakika la madini wanayochimba. 2. Kupitia masoko haya, serikali inatarajia wachimbaji wadogo watapata bei nzuri ya madini kutokana na uwepo wa wanunuzi wa uhakika kutoka ndani na nje ya nchi. Aidha, Tume ya Madini itaratibu bei ya madini kwenye soko na kuhakikisha wachimbaji wadogo wanapata mapato yanayostahili. Nadhani mbona katibu hapa mtendaji alivyotoa ufafanuzi na mimi nimefaidika. 3. Kuondoa tatizo la kupunjwa na kudhulumiwa kwa wachimbaji wadogo na wafanyabiashara wa madini wasiokuwa waaminifu. Udhibiti huo utafanyika kwa kuhakikisha vifaa vya kupima uzito na ubora wa madini vinakuwepo na kutumika ipasavyo kwenye soko. Hapa nimesikia kifaa cha kupimia carbon wanakwenda mikoa mingine. Kwa taarifa mwenyekiti ni kwamba hata kwa mikoa mingine kipo kwenye sekta binafsi, sio serikalini. Kituo cha kupima kikubwa Tanzania kipo Dodoma hapa. Kwa hiyo nadhani nikifanya hilo mtokao niwasaidia sio wananchi wa Dodoma, tunadhani na maeneo mengine, ili watumie vifaa ambavyo vinamilikiwa na serikali. Inaweza ikatoa vitu ambavyo ni sahihi. Maana unapokwenda kwenye kampuni ya mtu binafsi kupima, na anaweza kukalibrate. Mimi nimeona hayo ilikuwa inatokea kule market tulikuwa tunalima Pareto. Sasa wanasema naye unapopima mara ya kwanza unalipa kwa kilo labda 2000. Alafu tuongezewe 2000 wanapokwenda kucheki ubora. Lakini ubora unaenda kucheki kwenye maabara ya mwenye kiwanda ambaye ndiye ananunua Pareto. Obvious ni kwamba atapunguza sana wala ambao wana Pareto bora, atapunguza wawili au watatu. Kwa hiyo muhimu sana kwamba sisi wenyewe tumiliki vifaa vya upimaji kutambua ubora wa rasilimali zetu. Soko hili makofi mengi na mengi kwa hilo. Soko hili pia litaondoa uwezekano wa wanunuzi wa madini kuibiwa na wajanja wachache wanaojifanya kuwa na madini wakati hawana. Na wote nimesikia hizo story mara nyingi. 5. Kuokoa muda na gharama nyingine katika kuendesha biashara ya madini kwa kuhakikisha huduma zote muhimu kwenye eneo moja, one stop center, kwa wafanyabiashara, ikiwemo huduma za Tume ya Madini, Mamlaka ya Mapato Tanzania, TRA, halmashauri na nyinginezo. Na leo tunazindua hapa mkoani Dodoma, lakini tuna mipango mahala mengine kama wilayani nako pia tunaweza kufungua vituo kama hivi. Kama mlivyoona wenzetu waambia nenda kufungua kule chini kabisa. Kwa tutaangalia upatikanaji wa rasilimali, umuhimu na kuweza kuona watu wasijazane sehemu moja. Lakini mwisho ni kurahisisha ukusanyaji wa mapato ya serikali na upatikanaji wa takwimu za biashara za madini kama alivyosema katibu tawala. Na ndugu zangu, hapa tulipo ni pazuri, ni katikati ya jiji la Dodoma. Panajulikana. Ukitaka kufika hapa, mwambie mtu tuko karibu na Chakoni chako, atajua tu kama tuko hapa. Hawezi kupotea. Fika ofisi ya mkuu wa mkoa utaipata pale. Asante kwa kuwa mtazamaji wa video yetu. Usisahau kusubscribe channel yako ya Michongo TV, like, comment na share kwa wengine. Michongo TV, hatukuachi kiboya.